Vizuri. Sasa kwenye hili sakata huoni kama vile bodi ya ligi na TFF ndio wanawachonganisha hivi vilabu Simba na Yanga? Manake kama Simba walitoa ile tamko, bodi ya ligi wangebaki kwenye msimamo yote angetosha. Ndio shida ile kwa sababu ukizungumza bodi ya ligi, ukizungumza TFF ni binadamu kama binadamu wengine. Kwa hiyo kitu kinachotokea kwamba huenda wanakifanya kwa mahaba, mapenzi yao na baadhi ya vilabu, au wanafanya hivi vitu kutokana na maslahi yao binafsi, au kwamba wanaamini iki kitu kikisimamia hivi hakuna mtu atakayekuja kuyumbisha. Kwa maana hiyo wanaweza kuwa na wachonganisha vilabu au wachonganishi vilabu, lakini mimi naamini kwenye uweledi. Warudi wafanye kila kitu kwenye uweledi na kwenye ubora wake. Naamini ile story kwamba sisi tuko nafasi ya 6 barani Afrika kwenye ubora, tutazungumza kwa mapana yake kutokana na muendelezo bora wa ligi zetu zile 3 ambazo zinatambulika na TFF na bodi ya ligi, yani ligi kuu, championship pamoja na first league. Itakuwa ni vizuri sana kuliko kuendelea watu kuwa na manunguniko. Kuna watu wanawekeza fedha nyingi, wanawekeza nguvu zao kwenye mpira wetu, lakini bado hawapati return ambayo wanastahili. Lakini mwisho wa siku pia bado wananyongwa, wananyonywa, yaani kwamba hawana mamlaka kamili kwamba unaweza kufanya kitu na wakaenda, bado wanaishi kwa hofu. Ndio maana ukijichanganya tu kwenye shirikisho, kama unataka kuvutana nao ili kufungiwa maisha au kufungiwa miaka 15, kujihusisha na mpira wa miguu ni vitu vya kawaida. Kwa hiyo kwa bodi na TFF wajaribu tu kusimama kwenye haki. Maana sio wajaribu kutenda haki, ni wasimame kwenye haki. Mnufaika anufaike, asistahili kunufaika asinufaike. Sawa, turudi kwa issue ya Clement Mzize wa Young Africans. Tayari ana timu nyingi zilikuwa zikihusishwa kumtaka, japo hususan club ya Yanga yenyewe bado walikuwa hawajaweka official. Sasa hivi wanasema kwamba huenda akaenda kucheza Ulaya. Pengine unaona ni muda sahihi wa Mzize kuondoka. Mzize ana umri wa miaka 21, kwenye makaratasi inaonyesha hivyo. Ni kijana mdogo na anatajwa kwenda Ufaransa na thamani ya usajili wake ni bilioni 5.7. Mwisho wa msimu hatakuwa sehemu ya Young Africans. Ametajwa yeye, ametajwa pia Azizi kwamba anauzwa kwa shilingi bilioni 2 na pointi, anatajwa Diala kuuzwa bilioni 1 na mapointi. Kwa hiyo Yanga anaweza kavuna paka milioni 9 kwa wachezaji watatu, bilioni 9 kwa wachezaji watatu. Itakuwa ni story kubwa na ni mafanikio pia. Na kama mchezaji wa Kitanzania anasajiliwa barani Ulaya na anakwenda kucheza ligi kuu moja kwa moja, matumaini yetu atakwenda kufanya vitu vikubwa, sababu Mzize ni miongoni mwa washambuliaji ambao wamekamilika. Mzize anatumia mguu wa kulia na mguu wa kushoto, lakini pia ni mzuri kwenye kucheza mipira ya vichwa, na ni mchezaji ambaye anaweza kuficha mali, tunasema anaweza kukota mpira kwa muda mrefu na akautunza, wenzake wakasogea, akachagua kucheza, kila kitu kikaenda vizuri. Kwa hiyo kwa Mzize kwenda kucheza barani Ulaya mwisho wa msimu, ikiwa hivyo ni jambo la kupongeza, na jambo kubwa, na wachezaji wengi watavutiwa kucheza Young Africans kwa sababu itaonekana Yanga inafuatiliwa na vilabu mbalimbali, lakini pia viongozi wake hawabanii wachezaji kuweza kuondoka. Kwa hiyo ukifika bei basi unaruhusiwa, unaenda, wanakuja wengine hivyo. Kwa hiyo Yanga watakuwa ni habu ya mpira wetu hapa Tanzania, kwa sababu watu wengi watakuwa wanataka wachezaji wao wacheze Yanga, waonekane, waende kama ilivyokuwa Simba kwa miaka kadhaa iliyopita. Wachezaji wengi walikuwa wakicheza Simba, wanapata vilabu vingine vikubwa, wanaenda kutafuta maisha. Kwa hiyo na sasa hivi Tanzania imekuwa ni kimbilio la wachezaji kutoka mataifa mbalimbali. Kwa na mwana Mzize akaenda kufanya makubwa kutokana na umri wake na uwezo wake alionao. Lakini ofu iliyopo kwamba ni ligi anayotoka na ligi anayokwenda, na wapo wachezaji wengine ambao waliwahi kutoka, walikuwepo akina Ramadhani Singano Messi, kipindi kile wamejaribu kutoka nje wakarudi mambo yakaharibika. Wakina Mixon amekuja, alikuwa Simba hapa, ametoka kule mambo yakaharibika. Wakina Chama walitoka mambo yakaenda yakaharibika. Ukiangalia ni wachezaji wachache sana ambao wamejaribu kutoka na kwenda kufanikiwa kule nje, na kiwango alichonacho Mzize, wale wachambuzi wengi walikuwa wanajaribu kumsemea kwamba bado hajafikia kile kitu. Unadhani akitoka Mzize ataendelea kuwa Mzize yule yule, au bado kuna vitu alikuwa anahitaji kwamba kusalia kwanza round msimu unaofuata atoke? Ile nguvu kubwa iliyotumika kwa Faisal Salum kwamba mtoto amekuwa acheni akatafute maisha wakati anaondoka Young Africans anaenda Azam, hiyo nguvu ndio itumike kwa Walidi Mzize kwamba mtoto amekuwa aende kutafuta maisha na akawakilishe nchi yetu ya Tanzania huko Ufaransa. Isizungumzwe watu kufeli, kwa sababu sio kila mtu atafeli. Wamefeli watu 10, wewe unaweza kufaulu. Sisi kipindi tunasoma shule ya msingi ulikuwa haufaulu ila unachaguliwa.
wanachaguliwa watatu darasa zima katika wanafunzi 100. Nyinyi wengine huku wazazi wenu wapeleke shule za kulipia au uende zile shule za taasisi ambao utakuwa unasoma mwaka mmoja sasa na miaka miwili, yani kidato cha kwanza na cha pili ndani ya mwaka mmoja, au ukasome elimu ya watu wazima na vitu vingine hivyo ilivyokuwa. Kwa maana hiyo kama walifeli wengine, Mzize huenda akafanikiwa. Ameondoka hapa Selemani Mwalimu, yuko Wydad Athletic. Watu walikuwa ni kama ule usajili wa kushtukiza sana, umeona? Ni usajili wa kushtukiza sana kwenda Wydad, lakini mwisho wa siku ndio hivyo ameenda Wydad na yupo kule na maisha yanaendelea. Kwa hiyo tupokee hiki kilichopo cha Mzize, na huenda akawa ni daraja na akawavutia wachezaji wengine kwenda kutafuta changamoto barani Ulaya. Alishapita Nonda, Shabani Papi, Young Africans, akaenda Afrika Kusini na Bakari Jembe Ulaya. Walifika kule Bakari Jembe Ulaya rudi Yanga, yule mwamba alienda Nonda Shabani alienda paka Ufaransa na akafanya makubwa ligi ya Ufaransa, akafanya makubwa ligi ya Italy. Kwa hiyo sio kila mtu anaweza kafeli au kila mtu akafaulu. Kwa hiyo huenda ikawa ni nafasi ya Mzize kwenda kuonyesha alichonacho. Sasa shukrani. Shukrani.